Haleluya, haleluya kwa mara nyingine ni tena. Hii ni sehemu ya pili, ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji wa Injilisti na maaskofu. Leo tuko sehemu ya pili. Tunaangalia ubatizo wa watoto na haya mapokeo wanaofundishwa wanadamu. Haya. Tukija kwenye Mathayo 18. Mathayo 18. Inasema hivi. Saa ile wanafunzi Mathayo 18:1. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amini amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Katika hao watu waliosema Yesu aliyomtolea mfano moja, kwenye maombi ya mapokeo walizidiwa hapa, hawajamchukua mtoto akamwabudu. Nadhani huyo mtoto angekuwa amejulikana, wangejiongeza, huyo mtoto angekuwa anaabudiwa kwenye mapokeo ya watu. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyo kwa jina langu anipokea mimi, bali atakayemkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa fungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Ole ni ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Ukija kuangalia hapa, watoto wote wanaomwamini Yesu Kristo, watakaofundishwa kumjua Yesu Kristo, kwa nini wanatozwa pesa? Je, katika yule mtoto Yesu aliyemchukua pala akamtolea mfano alitoa pesa? Au yule mtoto alitoka pala akaenda akafanywa sherehe, wakaweka pombe, wakavaa nguo zisizo na maana, wakalewa, wakafanya sherehe kwa sababu yule mtoto Yesu amemshika? Au Yesu amemtolea mfano? Haya, tuangalie kwenye 15. Turudi kwenye mstari wa 15. Kwenye mstari wa 15. Kwenye 19 sio 15. Kwenye Mathayo 19. Alipokuwa anaongea na wale watu kuhusu watoto. Hii hapa inakwambia, alipomaliza kufundisha ile mafundisho katika Mathayo 19:13 inasema, ndipo akaletewa 19:13 Mathayo, ndipo akaletewa watoto wadogo ili awawekee mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wakawakemea, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Pale mbona tujaona wakibatizwa? Wewe hayo mamlaka kubatiza watoto wadogo umeyatoa wapi na kwenye kitabu gani? Na kama kwenye kitabu hakuna mafundisho ya kumbatiza mtoto, basi hilo kanisa ni la shetani. Maana mtoto mdogo habatizwi. Mtoto mdogo habatizwi, anawekewa mkono, anabarikiwa. Kama Yesu Kristo alipokuwa amefikisha miaka 3 akapelekwa kwa Simeon ili amwekewe mikono, kwa sababu Simeon aliambiwa, hutokufa mpaka muone mwokozi wako. Na baada ya kumuona Yesu Kristo mwokozi wake, alimuumbaji, alisema, sasa nimeona wokovu wako, nenda kwa amani. Je, mbona hakubatizwa? Mbona aliwekewa mikono tu akaondoka mpaka amefikisha miaka 30 ndo akaenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji kwenye mto Yordani? Jamani, nyinyi mliobatiza watoto wadogo, dhambi zao mtazibeba. Nyinyi mliobatiza watoto wadogo, dhambi zao mtazibeba. Nyinyi mliochukua hela ya mtoto mdogo asiye na dhambi, mliochukua hela ya mtoto mdogo. Kwanza mtoto mdogo hatafuti hela kwa sababu hana hela. Mtoto mdogo hana hela, hafanyi kazi. Yuko kwa mlezi. Anayefanya kazi ni baba, ameenda kumlipia mtoto wake abatizwe. Mtoto mdogo hana dhambi kwa sababu hatafuti hela, hajui baya ni nini. Halafu baba anashiriki dhambi nyingine, anampa mtoto pesa, anakuambia kamtolee Mungu sadaka. Mtoto hafanyi kazi, hiyo hela anaitoa wapi katika kwa mlezi? Hiyo ni dhambi nyingine kubwa mno. Unamshirikisha mtoto dhambi ambayo haimfai mtoto kumpa sadaka, kwa sababu mtoto hafanyi kazi yoyote.
Mtoto hajui umaskini, hajui utajiri. Yaani katika watoto wote ambao tofauti na sisi tuliokuwa tunaojua umaskini ni nini, utajiri ni nini, mtoto hajui. Hajui tajiri ni nani, hajui maskini ni nani, wala hajui umaskini na utajiri ni nini. Kwa sababu mtoto anakula kilicho kuwekwa mezani. Kiwe kibaya kiwe kizuri, yeye anakula. Hajui kibaya kipi kizuri kipi. Wazee, haya madini yanayofundisha haya mafundisho, haya madini ya mapepo haya. Hizi kanisa za shetani hizi zinazofundisha haya mafundisho za kudanganya watu na kudanganya hadi watoto wachanga na kudanganya hadi watoto ambao bado wako kwa walezi, hawajui kutafuta hela, hawajui maisha ni nini. Wanawaingiza kwenye mkumbo wa kuokoka. Mtoto mdogo anatoa pepo. Mtoto mdogo anaweka mkono juu ya mgonjwa anapata afya. Mtoto mdogo anaweza kuhubiri habari za Yesu Kristo na akajua dhambi ni nini. Mtoto hanywi pombe. Mtoto hazini. Mtoto hawi mchawi. Mtoto hawezi kufanya mambo ya Sodoma na Gomora. Mtoto unavyomlea ndivyo akuavyo. Kwa hiyo mzazi, wewe ndio wenye jukumu la kumlea mtoto, sio kumfundisha habari za wokovu, habari za kuokoka, kwa sababu hajui. Mtoto hana dhambi, hata kifa yeye dhambi hana. Bali baba na mama ndio wanatakiwa watengeneze njia zao, wasiwe wazinzi, wasiwe walevi, wasiwe wachochezi, wasiwe chochote kibaya kinachosababisha kwamba ule ukoo wao wote uonekane ni kizazi chenye dhambi. Haya makanisa ya mashetani kabisa. Haya makanisa yafai. Hebu tuangalie hapa. Hapa kwenye Marko. Kwenye Marko 16:15. Marko 16:15. Akawaambia, Marko 16:15, akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Mtoto umemhubiria Injili gani akaamini akasema bwana nibatize nimekubali hii Injili? Haya makanisa ya mashetani tuyaulize. Mtoto ameamini kipi ulichomhubiria kwenye Injili ya Yesu Kristo akakubali akaokoka? Akasema nimekubali sasa habari za Yesu Kristo, nimeokoka, haya nibatizeni. Ni kipi ambacho mtoto amekubaliana nacho? Kwamba alikuwa anakitenda ni kosa. Na inasema 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu, kwa jina la Yesu Kristo watatoa majini, watatoa pepo. Huyo mtoto aliyebatizwa, kuna mtoto ambaye anafanya na hizo huduma kwa kuamini. Maana hiyo huduma ni kwa kila aminie. Sasa haya makanisa, haya mapokeo wameyatoa wapi? Haya mapokeo wameyatoa wapi? Ngoja tuangalie hapa. Haya mapokeo wameyatoa wapi? Ukisoma kwenye Biblia, Waebrania 13:7. 13:8. Waebrania 13:8 inasema, Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Haya mafundisho ya kubatiza watoto na kuwatoza pesa na kuambia watoto wameokoka wakati hawajaokoka. Haya mafundisho hapo kwenye kitabu gani na Biblia gani? Kwa hiyo tuseme shetani leo ameamua msichukuliwe na mafundisho namna nyingine ya kigeni. Je, haya mafundisho tunayofundishwa haya ya kubatiza watoto, ya ubarikiwa unacheza unaweka muziki, haya mafundisho yote haya tunayofundishwa haya ya uongo, haya mafundisho ya shetani haya, Yesu aliyaagiza haya? Hebu tuangalie haya kama Yesu aliyafundisha. Maana tumeona kabisa haya Yesu, Biblia inasema tusichukuliwe na mafundisho yoyote ya kigeni. Haya mafundisho yote mageni yameingizwa kwa mioyo ya wanadamu na wanadamu wanayaamini wanayafanya. Tuangalie Yesu je, alifundisha hicho kitu alipokuwa na waaga wanafunzi wake wale 11? Tuangalie hayo mafundisho kama Yesu aliwaagiza wayafundishe. Tuangalie hapa. Inasema katika 28:18, Yesu akaja kwao, akasema nao na kuambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani ni Yesu Kristo. Na makanisa mengine naombaga watakatifu watuombee wako mbinguni. Hakuna mwenye mamlaka kule mbinguni zaidi ya Yesu Kristo. Hilo kwanza lijulikane. 19, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mataifa yote kuwa wanafunzi.
Mataifa yote hadi Saudi Arabia ikiwemo, hadi Irani, wote wao wanafunzi wa Yesu Kristo. Achana huu tulionao dini, si Pentecoste, Roma, Katoliki, Anglikana. Haya yote ni sio Kristo. Wanatakiwa waokoke wamwamini Yesu Kristo. Sasa unaposema wewe Pentecoste ndio utakupeleka mbinguni. Unaposema wewe Ukatoliki na mapokeo yetu tunayoyafanya, tunayoyasoma kila siku, tuombee wale watakatifu akina nani, yatatupeleka mbinguni. Biblia inasema mwombezi ni mmoja, Yesu Kristo peke yake. Achana hawa watu wengine. Yaani ukiwa kwenye kanisa, ukiwa mchungaji wa theology wa kanisa lolote, Biblia huwezi kuijua. Ukiwa mchungaji wa theology, mchungaji wa kwenye vyuo vya Biblia hutoijua maisha yako yote. Wewe kule unafundishwa jinsi ya kuwadanganya watu wakuletee pesa. Wewe kule unafundishwa jinsi ya kudanganya watu, kuwateka kiakili. Wewe unafundishwa kule kuwadanganya watu, kuwafundisha Mungu anakupenda kuliko kitu chochote, wakati Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu ndiye anayekupenda. Alikubali kujitoa sadaka kwa ajili yako. Mafundisho mengi wanayofundisha ni ya uongo. 99% ni ya uongo. Kimoja tu wanachokifundisha cha kweli ni kile kimoja tu. Kuna aliyekufa msalabani kwa ajili yako, Yesu Kristo. Kale kauli tu, kauli kamoja tu ndio kukanako kufundishwa. Kale ndio wanako kufundisha kwa ukweli, lakini vingine vyote ni vya uongo. Haya. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Makanisa yote yanaomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yesu anasema nendeni mkawabatize watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wao wanaenda kuomba. Kuomba na kubatiza ni tofauti. Kuomba, kubatiza na kusali ni vitu vitatu tofauti, haviingiliani. Kuna jinsi ya kusali, kuna jinsi ya kuomba, kuna maneno unatamka jinsi ya kubatiza. Nirudie. Kusali, kuomba, ubatizo ni vitu viwili tofauti. Jinsi ya kusali kuna jinsi ya kuongea. Jinsi ya kubatiza kuna jinsi ya kuongea, jinsi ya kutamka. Jinsi ya kuomba, unaomba kwa jina la Yesu peke yake, hakuna jina lingine unachanganya hapo. Makanisa yanafundisha hivyo, maana Biblia ndio inavyofundisha. Kwa hiyo tunaona hawa watu ni mashetani. Kwa sababu kama hufuati Biblia wewe ni nani? Kama sio shetani. Kama hufuati Biblia na Biblia unawafundisha watu wafuate, wewe ni nani? Maana Biblia inasema uombe kwa jina langu, tuombe kwa jina la Yesu. Wewe unaenda kuomba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na Yesu anasema mbatize watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Vitu viwili tofauti. Tofauti kabisa. Haya, tuendelee. 20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo haya mafundisho ambayo Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wawafundishe watu, wayashike yale aliyowafundisha Yesu. Yesu aliwabatiza watoto wadogo? Hakuna. Hayo mafundisho alianzia lini? Lazima waulize hao wachungaji wao ni wanaobatiza watoto na kuwabariki. Hayo mafundisho ya kubatiza watoto na kuwapa vyeti na kuwapiga hela na kuwatoza hela 120,000, 240,000 wameyatoa kwenye kitabu gani? Hayo mafundisho ambayo mtoto mmoja alibatizwa kwenye mto Yordani, au Yesu mwenyewe alibatiza kwenye ile Mathayo 4, Mathayo 5, Yohana 4, Yohana 5. Yesu alipokuwa akaenda kuhubiri na wanafunzi wake wakiwa wanabatiza, walibatiza watoto? Watoe maandiko. Makanisa ni hatari, wanawagombania watoto wakiwa bado wadogo. Wanawateka wakiwa bado wadogo. Yaani unapomfundisha mtoto mdogo na kumbatiza, umemfunga. Kwa huyo mtoto anakuwa hatoki kwenye dini, anakaa na dini yake hiyo. Dini yako hiyo anakuwa nayo, anazeeka nayo. Sasa hiyo si dhambi. Kwa watu ukija kumhubiria kibiblia kwamba kile kitu anachokifanya kwenye hiyo dini ni dhambi, yule mtoto hatasadiki wala hataamini, kwa sababu amekulia kwenye hiyo dini. Kuanzia mtoto amepewa cheti kwamba mimi ni kanisa fulani. Sasa cheti kinamsaidia nini katika Yesu Kristo? Mtoto mdogo hatendi dhambi, hajui dhambi ni nini. Hajui dhambi ni nini. Cha mwisho, sifa 3 tu za Mkristo. Mkristo, sifa ya kwanza ambao anatakuwa awe nazo, au wachungaji watutofautiishie. Mkristo atakuwa avaeje? Mkristo atakuwa ongeeje? Mkristo atakuwa afanye kazi gani? Maana Wakristo wa leo 99% Wakristo wa leo ni walevi. Biblia inasema pombe ni dhambi. Wajistiri. Wakristo leo hawajistiri. Wasio wachawi. Dini ya leo, Ukristo leo ni wachawi. Wasiwe walawiti wala vile vitu vingine vya Sodoma wanafanya na wanajitangaza na wakiwa Wakristo. Wasipende fedha, wanatoza pesa hadi watoto wadogo, na hawatoto hawafanye kazi. Wanawakamua wazazi wao kwamba walipie na watoto wenu habari za Yesu Kristo. Hivyo vitu vyote ni dhambi. Hivyo vitu vyote ni dhambi katika Yesu Kristo. Kwanza ni uchafu kabisa. Sasa ili mtu awe Mkristo,
aseme mimi najivunia kuwa Mkristo, ni kipi anachojivunia nacho kuwa Mkristo? Anajivunia nini katika Ukristo? Kama hamna anachojivunia, Ukristo ni uchafu basi. Hizi dini za Ukristo ni uchafu. Mnamchafua Yesu Kristo kwa matendo yenu maovu. Mnamchafua Yesu, yani jina la Yesu limechafuliwa na dini. Hizi taasisi hizi na zote zinafuata mkumbo. Maana wale waanzisha walitoka Katoliki. Kwa hiyo walikataa Katoliki, lakini mienendo yao ni ile ile. Hasa hii nao ni hatari kwenye Biblia. Kipi wanafuata kwenye Biblia? Kipi kinafuata kwenye Biblia? Kinachofuata kwenye Biblia ni kipi? Maandiko wanang'ang'ania tu kwamba lazima usali, lazima uje Jumapili. Wapi Jumapili? Ni lini Jumapili kwamba Jumapili ni siku ya kuabudu? Ni wapi imeandikwa kwenye Biblia? Sisi Wakristo tunahubiri injili siku zote, tunafanya kazi siku zote, tunasaidiana siku zote. Sisi Wakristo ni ndugu, maana tunamwabudu mtu mmoja tu, Yesu Kristo. Tunamwabudu Mungu aliye hai katika Yesu Kristo. Tunabatizwa ubatizo mmoja tu wa kuzamishwa ndani ya maji na kufufuka pamoja na Kristo katika Warumi 6. Wewe unabatizwa na mwagiwa maji. Huo ni ubatizo umekubali, huo ni ubatizo kuoshwa kichwa. Ndio maana Yesu aliwaambia, yeye aliyekwisha kunawa hana haja ya kuoga, maana ameshakuwa safi mwili mzima, katika ile Yohana 10:11. Leo sisi kipi tuna Yohana 13. Yohana 13:13. Sisi tunafanya kitu gani leo? Katika ile Yohana 13 kwenye meza ya Bwana. Leo tunanawa, hatubatizwi. Ubatizo wa kunawa ni mmoja tu. Na ndio maana kwenye Waefeso nasema ubatizo mmoja, Bwana mmoja, imani moja. Hivyo vitu havifanyiki, vimegawanyika leo. Halafu leo tunajiita eti Wakristo, eti wote ni dini moja, eti Mkristo. Mkristo gani ambao mapokeo, mafundisho yenu yanapishana? Kwa hiyo Mungu wenu yeye aseme Mungu sasa hivi imekuwa kwamba ni uchafu sasa. Sasa Mungu gani na dini tofauti wanamwabudu kwa njia tofauti, halafu wanapishana. Hawa huko wanachokifanya ni dhambi. Hawa huko wanachokifanya wenzao wanasema ni dhambi. Hawa huko wanachokifanya wengine wanasema wale wanafanya ni dhambi. Halafu baadaye wanakaa pamoja wanasema tunamwabudu Mungu mmoja. Mungu gani wasiokuwa na utaratibu? Mungu ana utaratibu wake. Mungu ana sheria zake, lazima sheria zake zifuatwe na zinyooke. Kristo mbaki ni uchafu tu. Ni uchafu, na wanaoleta uchafu na watu, hizi dini zinazosababisha haya yote. Na vile vile ndio serikali naiomba kwenye masuala la maadili ianze na makanisa. Na maadili, unaposema kwamba eti mtu amebaka mtoto mdogo, huo sio uvunjifu wa maadili, ile ni kosa, kwa sababu mtoto mdogo hajafikia umri wa kuolewa. Hajafikia umri wa kuanzisha maisha yake. Unapofanya kile kitu ni kosa la jinai, hata kibinadamu ni kosa. Kwamba yani kibinadamu huwezi kwenda kufanya kile kitu, ni kosa. Haya, mtoto mdogo akikaa uchi au akivaa nguo ambazo zimempita, yani zimempita, watu watasema huyu mtoto wazazi wake wako wapi, wampe nguo zenye nzuri za kuvaa zimstiri. Lakini watu wazima wanavaa nguo za aibu, na hapo kwenye makanisa yao wamejaa kabisa wanazivaa hizo nguo. Je, watoto wakivaa vile tunawaambia hapana, tunawavisha nguo nzuri. Mbona watu wazima wenye akili wanavaa? Oya wajomba, tuangalie hizi dini ni biashara za watu, alafu wanatuingiza sehemu mbaya. Alafu itafika wakati tutashindwa kusaidiana. Tubadilike. Katika Yesu Kristo hivyo vitu vyote ni dhambi. Soma Biblia, uangalie unachokifanya au mchungaji anachokuambia ni halali. Asichukue maandiko kukufunga wewe. Hivyo vitu vyote wanavyofundisha 99% ni dhambi. 99% dini haifundishi ukweli. Dini inafundisha uongo mtupu. Katika Yesu Kristo naumia sana hivi vitu vinavyofanyika nje ya Biblia, na Yesu amesema mvihakikishe. Na kama Yesu hajafundisha hicho kitu tusikifundishe. Yesu hajatufundisha tukabatiza watoto. Yesu hajatufundisha tukatembee uchi. Yesu hajatufundisha tukanywe pombe. Asanteni, ni mwalimu wenu Joseph Andrea. Subscribe, like, comment, share, jifunze Biblia. Endelea kujifunza mafundisho yangu. Endelea kupata ufunuo zaidi. Atakutoa sehemu nyingine na kupeleka sehemu nyingine. Asanteni.